Tuko eneo hili kata ya Ruiche, manispaa Sumbawanga, ambako leo tarehe 25 ya mwezi wa 12 tulipata taarifa ya uwepo wa baadhi ya nyumba kuezuliwa na upepo, lakini mimi pamoja na timu ya wataalamu tumefika kujiridhisha. Wako wananchi kama watatu hivi ambao wamepata majeraha kidogo ya kukatwa na bati. Hatua zimefanyika za kuwapeleka hospitali na wametibiwa, wamerudi majumbani mwao, lakini jumla nyumba 46 zimepata madhara ya aina tofauti tofauti. Zipo ambazo zimezuliwa kabisa na upepo, na kimsingi jitihada za kuhakikisha tunarejesha hiyo hali tunaendelea nao, na wananchi hao tumewachukua kuwapeleka kwa baadhi ya ndugu na majirani. Lakini ziko ambazo zimezuliwa sehemu, bati zimeondoka kwa maana mapaa na hazitamaniki kabisa, na baadhi ukuta umeanguka kwa maana ya nyumba hizo kuta zake zimeanguka, lakini na uzio wa nyumba kama unavyoona hapa nyuma yangu. Hii ni nyumba mwananchi ambayo uko ndani alikuwa na kuku wake kama 200, kuku wa kisasa wa nyama na wa mayai. Ameweza kuhamisha kuwapeleka kwa ndugu na jamaa, lakini waliathirika kutokana na hiyo mvua, mabanda yameanguka, na tunaendelea na jitihada hizo. Wataalamu wako kazini, nimewaelekeza wataalamu sasa. Kesho asubuhi timu ya wataalamu kutoka manispaa, wale wanaohusiana na masuala maafa, wote ambao wanahusiana na masuala maafa, kama hapa tuko na wenzetu wa TANESCO, tuko na wenzetu wa zimamoto, tuko na wenzetu wa jeshi la polisi na wataalamu kutoka manispaa Sumbawanga, lakini na afisa wa maafa kutoka ofisi ya mkuu wa mkoa. Kwa hiyo hili tumekuja kufanya kama zoezi la awali baada ya kuwa imetokea hiyo taarifa, na kesho sasa wataalamu watakuja kwa kina kujua nyumba zilizoathirika na thamani yake, na baada ya hapo sasa taarifa rasmi itapatikana na kuipeleka kwa ngazi za juu kuona kama kutakuwa na namna ya kusaidiana katika hili. Lakini yale ambayo yanahusiana na halmashauri, ikiwa ni pamoja na shule ambazo zimezuiliwa, tumefanya jitihada za haraka kuhakikisha tunarejesha ile hali, kwa sababu mengine ni madarasa ambayo tunayajenga na tushaweka mpaka gypsum boards. Kwa hiyo mkurugenzi wa manispaa nimshukuru sana kwa kuchukua hatua za haraka yeye na wataalamu wenzie kurejesha ile hali, ili zile mali zilizoshatumika kule zisije zikaharibika. Kwa hiyo kuna bati ambazo zilikuwa zimeondoka, tumefanya kununua bati mpya leo na kurejesha kuanzia saa 9, na sasa hivi mafundi wako kazini wanaendelea kurejesha hiyo miundombinu ya taasisi. Baada ya kusema hayo, niwape pole sana Watanzania wenzangu wakazi wa eneo hili la Sumbawanga, hasa hapa kata hii ya Ruiche. Tuko na mheshimiwa diwani na viongozi wake wote, wenzake wa serikali za mitaa wote tuko nao, tumezunguka wote kuanzia saa 9 kuendelea kuwafariji wenzetu, lakini kuhakikisha tunapata takwimu sahihi za hayo majengo na mali za wananchi zilizoharibika. Kwa majina naitwa Frank Mzindakaya, diwani wa kata ya Ruiche. Kwanza kipekee ni mshukuru kakangu DC wa Sumbawanga mjini na kia Ali Chirukile. Tumepata athari kubwa ya mvua na upepo ambao kwa kiasi kikubwa imeweza kuathiri makazi ya watu. Tuweza kutoa taarifa kwa vyombo kwa maana ya mamlaka, zimetupa ushirikiano wa kutosha. Kwa majina naitwa Mwanaisha Chadai, mimi ni balozi wa mtaa wa Kafumbuzi. Ni mvua hii imekuja na upepo usioelezeka. Mimi ndo mara ya kwanza nimeona mvua ya leo imekuja na upepo. Mara ya kwanza nilijua tu ni makapeti, labda kuna sehemu yamemwagwa matakataka, lakini baada ya hapo, baada ya nusu saa niliona kimbunga cha ajabu pamoja na mabati yanaanza kutoka baadhi kwenye nyumba kama hii hapa nilishuhudia mwenyewe, na baadhi ya nyumba zingine. Baada ya kutoka nje niliona mabati yanavyotoka kwenye nyumba. Majina anaitwa Charles Richard Nyami, mwenyekiti wa mtaa wa Kaungwa. Tunashukuru zimamoto wamefika hapa, TANESCO wote wamefika hapa na viongozi mbalimbali. Madhara ni makubwa sana, ambayo mpaka sasa hivi tumefika hii jioni hatujamaliza na tuangalie athari zilizotokea ni zipi. Nadhani tutapata ufumbuzi zaidi kadri wataalamu watakavyokuja kuangalia athari zilizotokea. Kwa majina naitwa Kosa Amos Zionga, ndio mwenyekiti wa eneo hili. Nashukuru tume ya mkuu wa wilaya kufika eneo hili kushuhudia athari iliyojitokeza. Nawashukuru sana.